Bwana, tetesi za usajili kwenye dirisha hili dogo la usajili zinaendelea kupamba moto, na tetesi za usajili ndani ya klabu ya Yanga bado zinaendelea kushika kasi, na moja kati ya tetesi ambayo niko nayo hapa bana ni klabu ya Yanga kuhusishwa na kumhitaji goalkeeper wa timu ya Pamba Jiji Yona Amos, ambaye ameendelea kuzungumzwa kwamba Yanga wanamuwinda kwa udi na uvumba, na taarifa inaeleza kwamba timu ya wananchi Yanga ipo kwenye mazungumzo ya kimasoko na klabu ya Pamba Jiji kujaribu kuinasa saini ya goalkeeper Yona Amos. Wana Yanga wanamtaka Yona Amos kama mbadala wa Homeni Abubakar, ambaye taarifa zinaweza kwamba anaondoka Yanga kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa hiyo Yona Amos ni moja kati ya tetesi ambazo zipo ndani ya klabu ya Yanga zikimtaja kama kipa ambaye anakwenda kujiunga na klabu hiyo kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa hiyo tusubiri pia na kuona nini ambacho kitajiri. Lakini tukiachana na tetesi ya Yona Amos, tetesi nyingine unaambiwa kama bado unafikiri kuwa Yanga wana mpango na Elim Panzu, basi utakuwa unakosea ndugu, na unaambiwa katika majina aliyoko kwenye meza ya Yanga basi ni huyu dogo Morris Abraham kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Morris Abraham ni moja ya jina linalovindwa sana katika dirisha dogo la usajili. Mwezi Januari Yanga wanafuatilia kwa karibu kujua mkataba wake ulivyo ili waweze kuongea na wakala wake. Wanaambiwa muda wote inaweza ikatokea jambo kati ya Morris na klabu ya Yanga. Tunafahamu kwamba hizi tetesi za Morris Abraham si geni sana kuzisikia, na nilishai pia kukusogezea tetesi hizi, japo taarifa inaeleza kwamba Morris Abraham na mkataba wa miaka 2 na Simba, lakini tetesi nyingine zinaeleza kwamba Morris Abraham ana mkataba wa miezi 6 na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ngoja tusubiri kuona nini ambacho kitatokea kati ya Yanga na Morris Abraham mara baada ya kuhusishwa kutua ndani ya kikosi cha Yanga. Bwana, tetesi nyingine ni Alan Okello. Bwana, mara baada ya Engineer Harris Said kuonekana kule Uganda akiwa na rais wa klabu ya Vipers Bwana Mlindwa, bwana, na tuliambiwa kwamba moja kati ya mazungumzo ambayo yalizungumzwa pale ni juu ya kuboresha mashirikiano kati ya Yanga na Vipers. Lakini tunafahamu kwamba baada ya tetesi za Alan Okello kuhusu klabu ya Yanga, moja kwa moja ni kwamba Engineer Harris Said, rais wa klabu ya Yanga, alikwenda kukamilisha usajili wa Alan Okello, na unaambiwa Alan Okello ameondoka Uganda na kuja Tanzania kujiunga na Yanga Afrika. Muda wote Yanga itamtambulisha Alan Okello kama nyota wao mpya. Kwa hiyo pia ni moja kati ya tetesi ambayo niko nayo. Lakini Yanga bwana wamepiga chini ofa mbili kutoka Warabuni kwenye vilabu vya Zamalek na CR Belouizdad kutoka Nigeria. Bwana, timu hizo mbili zinahitaji huduma ya goalkeeper Djigui Diarra mwenye umri wa miaka 30 baada ya kuonyesha kiwango bora kwenye michuano ya AFCON, ila jibu la Yanga limekuwa moja: Diarra is not for sale. Yaani ikiwa na maana kwamba Diarra hauzwi. Yanga hawataki kusikia chochote zaidi ya kubaki na Diarra. Kwa ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo. Lakini wakati Yanga wanazungumzwa kupiga chini ofa hizo za Zamalek na CR Belouizdad, Yanga pia bana wanahusishwa na goalkeeper wa timu ya Msumbiji, timu ya taifa ya Msumbiji kama replacement ya Djigui Diarra. Kwa hiyo wakati Yanga wanasema wamepiga chini, wanajihami pia kwamba kama itatokea lolote basi wajue wanajitetea kwa namna gani. Bwana, taarifa inaeleza kwamba Yanga wanamhitaji goalkeeper wa Msumbiji Hernan Siruan kama replacement ya Djigui Diarra baada ya kuhusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Yanga msimu huu kutokana na ofa ambazo tayari zimeshakwisha kutoa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yanga wakati wanazungumzwa kwamba wamepiga chini ni kwamba bana nao pia wameendelea kimya. Yona Amos tumesikia anahusishwa, lakini pia kipa huyo wa Msumbiji naye pia anahusishwa. Kwa hiyo iko hivyo. Na kuhusiana na Djigui Diarra bana, klabu ya Yanga ni kama imezua taharuki katika soko la usajili barani Afrika baada ya kuripotiwa kugomea ofa mbili nono kutoka kwa vigogo wa soka la Kaskazini Zamalek ya Misri na CR Belouizdad ya Nigeria zilizokuwa zikimhitaji mlinda mlango wao nambari 1 Djigui Diarra. Matajiri hao wa Kiarabu wamevutiwa na kiwango cha hali ya juu alichokionyesha kipa huyo mwenye umri wa miaka 30 kwenye michuano ya AFCON 2025 nchini Morocco, ambapo alikuwa muhimili mkubwa wa timu ya taifa ya Mali kabla ya kutolewa katika hatua ya robo finali. Bwana, licha ya ofa hizo kutajwa kuwa thamani kubwa, uongozi wa Yanga kama ambavyo nimekujuza umetoa jibu la mkato kwamba Diarra is not for sale, kwamba Diarra hauzi, ukisisitiza kuwa kipa huyo
bado ana mkataba wa kudumu mpaka 2027. Bwana, hatua hii inatafasiriwa kama mkakati wa Yanga kulinda heshima yake na kuimarisha kikosi kuelekea hatua muhimu za ligi ya mabingwa Afrika kwa maana ya CAF Champions League, huku wakituma salamu kwa wapinzani wao kuwa screen protector huyo ni sehemu ya mipango yao ya muda mrefu na haitashawishika na fedha yoyote kumpoteza kipa huyo katikati ya msimu. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo ndani ya klabu ya Yanga, wakihusishwa kukataa ofa ambazo zimetumwa na baadhi ya vilabu akiwemo CR Belouizdad pamoja na Zamalek. Kwa hiyo iko hivyo ndani ya klabu ya Yanga. Tetesi ni nyingi kweli na tunafahamu kwamba mpaka sasa Yanga wameshakwisha kukamilisha usajili wa nyota wawili kwa maana ya Emmanuel Mwanengo pamoja na Mohamed Amaro Kamara. Unaweza ukajiuliza kwa nini nasema hivyo, kwamba maarufu Shekei yuko wapi? Bwana, tetesi ama taarifa na ni official kabisa kwamba Singida wamethibitisha kwamba wamemrejesha maarufu Shekei ndani ya kikosi chao. Kwa hiyo wamevunja ule mpango wa kumpeleka kwa mkopo ndani ya klabu ya Yanga, licha ya maarufu Shekei kuonekana na jezi ya klabu ya Yanga kwenye dakika 50 ambazo alicheza kwenye mchuano wa Mapinduzi, lakini Shekei bana amerudishwa ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Na hii ni kutokana na taarifa kwamba Yanga wamekamilisha usajili wa Alan Okello. Kwa hiyo iko hivyo kwamba mpaka sasa Yanga usajili ambao tayari wameshakwisha kutangaza ni usajili wa Emmanuel Mwanengo kutoka TRA United pamoja na usajili wa Mohamed Amaro Kamara, ambao wao Singida wamethibitisha kwamba Mohamed Amaro Kamara wao wamempeleka Yanga kwa mkopo, lakini kwa upande wa maarufu Shekei wameamua kuvunja mkataba ama wamethibitisha mkataba wa maarufu Shekei. Kwa maarufu Shekei ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa matetesi kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Tunafahamu kwa sasa tuko kwenye dirisha dogo la usajili na tetesi zinaendelea kupamba moto, na tutaendelea kukujuza kila ambacho kimeendelea kutokea kwenye tetesi za usajili na zile sajili ambazo tayari zimeshakwisha kukamilika. Tumeona baadhi ya nyota tayari wameshakwisha kukamilisha usajili kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho kinakwenda kutokea ndani ya klabu ya Yanga. Lakini taarifa iko hivyo kwamba Yanga wanaendelea kuhusishwa na baadhi ya nyota na tayari tunaambiwa kwamba kinachosubiriwa kwa sasa ni utambulisho wa nyota ambao tayari wameshakwisha kukamilisha usajili. Dep pamoja na Alan Okello ni mmoja kati ya nyota ambao wanazungumzwa kwa 95% tayari wameshakwisha kukamilisha usajili wa nyota hao. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona, lakini bado pia wameendelea kuhusishwa na nyota wengine kama kina Yona Amos, kina Modis Abraham na nyota wengine kadha wa kadha. Kwa hiyo iko hivyo, bado dirisha la usajili liko wazi, dirisha dogo la usajili ambapo nakwenda kufungwa tarehe 31 ya mwezi wa huu wa kwanza. Kwa hiyo tutaendelea kuwajuza